Hatimaye viongozi waliozuiwa Angola sehemu alirejea Osmani bado. Chama cha ACT Wazalendo kimesema kiongozi wa chama hicho Dorothy Jonas Semu akiwa ameambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ACT Wazalendo Nasir Omari na katibu wa haki za binadamu Pavu Juma Abdalla wamerejea nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje ushirikiano wa kimataifa wa ACT Wazalendo Mwanaisha Mdeme amesema kwa upande wake mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Osman Masoud Osman bado yupo jijini Rwanda nchini Angola kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usafiri kurejea nyumbani Tanzania. Chama kinaendelea kutoa taarifa mara kwa mara juu ya maendeleo ya swala hilo. Chama cha ACT Wazalendo kimesikitishwa na ukimya wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kulikalia kimya swala hili ni jambo linaloshangaza na kusikitisha kwa serikali ya Tanzania kushindwa kutoa kauli yoyote dhidi ya kitendo hiki kilichokiuka taratibu za kidiplomasia, hali ya mshikamano wa Afrika na undugu wa kihistoria baina ya Tanzania na Angola. Tunataka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoke hadharani na kufafanua kilichotokea Angola na msimamo wa serikali juu ya jambo hilo. Tunatoa rai kwa nchi yetu kuitaka serikali kumuita mara moja balozi wa Angola nchini Tanzania kujieleza kuhusu kilichotokea kwa viongozi wetu nchini Angola. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia ya Afrika, The Platform for Africa Democracy PAD, yaliyoandaliwa na taasisi ya Platform Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 mpaka 16 mwaka 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo walizuiliwa na serikali ya Angola, akiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa Chadema. Ni taarifa kutoka nchini Angola. Hatimaye chama cha ACT Wazalendo kimesema kiongozi wa chama hicho Dorothy Jonas Semu akiwa ameambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ya ACT Wazalendo Nasir Omari na katibu haki za binadamu Pavu Juma Abdalla wamerejea nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola. Marekani yamtimua balozi wa Afrika Kusini. Nchi ya Marekani imemtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington, Marekani, akituhumiwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani imemfukuza balozi wa Afrika Kusini kwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa Marekani Donald Trump, ambapo Rubio ameandika katika mtandao wa kijamii wa X, zamani ukiitwa Twitter, ya kwamba balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani akaribishwe tena katika nchi yao na hawana la kujadili naye. Na hatua hii inakuja siku chache baada ya balozi huyo Lasu kusema Trump anaendesha vuguvugu la kuwafanya watu weupe kuwa bora kuliko wengine nchini Marekani na dunia nzima kwa ujumla. Kufukuzwa kwa balozi wa Afrika ya Kusini, hatua inaida kuchukuliwa Marekani, ni tukio la hivi karibuni kabisa na ongezeko la msuguano kati ya serikali ya Marekani na ya Afrika Kusini. Balozi Lasu ni mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi tangu ujana wake, na mara kadhaa ameeleza hasira zake kwa serikali ya Israel kufanya vita na Gaza. Itakumbuka Februari mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alisitisha misaada kwa Afrika ya Kusini, akitaja sababu kuwa ni sheria kali nchini Afrika Kusini ambayo inadai inawachukua ardhi kutoka kwa watu weupe wa nchini Afrika Kusini. Wiki iliyopita rais wa Marekani Donald Trump alichochea zaidi hali ya wasiwasi, akisema wakulima wa Afrika Kusini wanakaribishwa kwenda kuishi Marekani baada ya kurudia madai yake kwamba serikali ya Afrika Kusini inachukua kwa nguvu ardhi kutoka kwa watu weupe. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Marekani imemtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington Ibrahim Lasu, akituhumiwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa Marekani Donald Trump. Paul Makonda atoa kauli, vijana wa Arusha mna nafasi zenu India. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amekutana na kuongea na balozi wa India nchini Tanzania Bishwa Diwai na kukubaliana kukuza na kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Arusha wananufaika na fursa mbalimbali kutoka nchini India. Katika mazungumzo yao, Paul Makonda na balozi Wei wamejadiliana na mkoa wa Arusha kupata fursa ya mambo matano
ikiwemo kongamano kubwa litakaofanyika mwezi Mei mwaka 2025 ambapo atakuwepo maprofesa mashuhuri kutoka nchini Marekani kutoa elimu kuhusu akili mnemba artificial intelligence kwa vijana wa Arusha. Viongozi hao pia katika mazungumzo yao wamekubaliana kuanzisha kilimo cha mitishamba inayotumika katika utengenezaji wa dawa za asili chini ya usimamizi chuo kikuu cha Nelson Mandela. Pia wamejadili kuhusu nchi ya India kutoa fursa ya ufadhili wa masomo kwa vijana takriban 1000 watakaokuwa na fursa za kusoma kozi mbalimbali sambamba na ufadhili wa wapishi 50 watakaoenda kupata mafunzo ya upishi wa vyakula vyenye ladha ya Kihindi ili kuvutia watalii kutoka nchini India watakaokuja nchini Tanzania. Fursa nyingine itakayopatikana katika mazungumzo ya Paul Makonda na balozi huyo wa India nchini Tanzania ni pamoja na kuimarisha kilimo cha maembe mkoani Arusha kutokana na uhakika wa soko litakayopatikana nchini India, ambapo pia raia wa nchi hiyo wamekuwa na uhitaji mkubwa wa unga unaotokana na tunda la embe kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amekutana na kuongea na balozi wa India nchini Tanzania Bishwari Wei na kukubaliana kutoa elimu na kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Arusha wananufaika na fursa mbalimbali kutoka nchini India. Ya hukumu wa miaka 30 jela kisa bangi kilo 2. Mahakama ya wilaya Nanyumbu imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Rashid Said Binasi mwenye umri wa miaka 55, mkulima na mkazi wa Lowassa wilaya Nanyumbu kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi kiasi cha kilo 2.5. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleimani ametoa taarifa hiyo ambapo amesema Rashid alihukumiwa Machi 10 mwaka 2025 baada ya kufikishwa mahakamani kutokana na kukutwa akiwa amehifadhi bangi katika nyumba yake aliyokuwa akiishi, ambapo alihifadhi kwa lengo la kujipatia kipato, yani biashara. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye mahakama ya wilaya Nanyumbu imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Rashid Said Binasi mwenye umri wa miaka 55, mkulima na mkazi wa Lowassa wilaya Nanyumbu kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi kiasi cha kilo 2.5. Hukumu miaka 30 jela kwa kosa la kubaka, atoroka na kukimbia. Mahakama ya wilaya Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Abdul Malik Fundikira mwenye umri wa miaka 42 aliyekuwa meneja hoteli ya Gaines kwa kosa la kumbaka mfanyakazi wa ndani wa bosi wake, lakini hata hivyo Abdul amekimbia na anasakwa na jeshi la polisi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleimani ametoa taarifa hiyo ambapo amesema mtuhumiwa alitenda kosa hilo Februari 21 mwaka 2025 huko maeneo ya Shangani wilaya Mtwara baada ya kumbaka binti jina limehifadhiwa, ambapo hukumu imeshatolewa. RPC Isa amesema hata hivyo Abdul aliruka dhamana wakati shauri likiwa linaendelea mahakamani, akimaanisha wakati shauri likiwa linaendelea mahakamani mtuhumiwa alidhaminiwa, ambapo akiwa nje kwa dhamana alikimbia na wakati hukumu inatolewa akuwepo mahakamani. Jitihada za kumtafuta zinaendelea. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye mahakama ya wilaya Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Abdul Malik Fundikira mwenye umri wa miaka 42 aliyekuwa meneja hoteli ya Gaines kwa kosa la kumbaka mfanyakazi wa ndani wa bosi wake, lakini hata hivyo Abdul amekimbia na anasakwa na jeshi la polisi.